jamii yako. Umeumbwa wakati huu ili uiokoe jamii yako. Umetokea wakati huu ili uiokoe jamii yako. Umeumbwa wakati huu ili uiokoe jamii yako. Umetokea wakati huu ili uiokoe jamii yako. Umeumbwa wakati huu ili uiokoe jamii yako. Umetokea wakati huu ili uiokoe jamii yako. Umeumbwa wakati huu ili uiokoe jamii yako. Umetokea wakati huu ili uiokoe jamii yako. Umeumbwa wakati huu ili uiokoe jamii yako. Umetokea wakati huu ili uiokoe jamii yako. Mpango wa Mungu aliyekuumba ilikuwa ni mambo mawili tu. Aidha wewe uwe ndiye Mwokozi ama umtegemeze Mwokozi. Yani wewe uwe Yusufu ama uwe ndiye Musa ama uwe ndiye Yoshua alivyokuwa nyuma ya Musa, ama uwe ndiye Elia ama Elisha alivyokuwa nyuma ya Elia, ama uwe ndiye Debora ama Esita uiokoe jamii yako, ama uwe ndiye Daudi umwangushe Goliati, ama uwe kama ilivyokuwa timu ya Danieli, Shadraka, Meshaki na Abednego, ama wewe uwe Yesu ama mitume nyuma ya Yesu, au wewe uwe Paulo au Timotheo nyuma ya Paulo. Umeumbwa wakati huu ili uiokoe jamii yako. Umetokea wakati huu ili uiokoe jamii yako. Umeumbwa wakati huu ili uiokoe jamii yako. Umetokea wakati huu ili uiokoe jamii yako. Najua hapo swali kubwa, nije mimi nitaanzia wapi? Ndiyo maana imeandikwa, uwe hodari na moyo wa ushujaa mwingi. Hodari shujaa huazaliwi akiwa hivyo. Hodari shujaa hutengenezwa kuwa hivyo. Ndiyo maana ninashauri
tafuta ibada zikutengeneze hivyo. Ndio maana ninashauri, tafuta mifumo ya kukufanya hivyo. Ila wewe ujue, haupo duniani kushangaa mambo yanavyokwenda ukiwa unaumia. Fanya jambo yabadilike. Umeumbwa wakati huu ili uiokoe jamii yako. Umetokea wakati huu ili uiokoe jamii yako. Umeumbwa wakati huu ili uiokoe jamii yako. Umetokea wakati huu ili uiokoe jamii yako. Mmoja dunia iliharibika. Ukweli ni kwamba ni kwa mtu mmoja hii dunia inaweza tengenezeka. Hakuna ajionaye kuwa ni yeye kapewa kazi hiyo. Ni wewe kujiteua na kuwa radhi na yale yatokanayo. Hakuna mtu mahususi aliye na wajibu. Ni wewe kujitokeza na kutaka kuwa mtu huyo. Agizo la Mungu mwenyewe alituagiza wote tutulize mioyo ya watu. Hakuspecify ni nani ambaye atanyosha mapito ya Bwana jangwani. Imeandikwa, ufalme wa Mungu unatangazwa na atakaye ujiingiza kwa nguvu. Najua inatisha, ila Mungu alikuumba unaetisha. Ametumia hali nyingi kukubadilisha ili ufanane na upepo huu. Ndio maana kuzaliwa kwako ama kukua kwako kumejaa maajabu. Ni ili ufae kwa ajili ya wakati huu. Umeumbwa wakati huu ili uiokoe jamii yako. Umetokea wakati huu ili uiokoe jamii yako. Umeumbwa wakati huu ili uiokoe jamii yako. Umetokea wakati huu ili uiokoe jamii yako. Jambo kubwa ulijue, hakuna atakaye kupisha, kwa maana atanayeua ama kuharibu anajua hivyo ndio anaokoa jamii. Zaidi sana walioharibu sana wanajua wakikupisha utawapa adhabu kubwa. Hivyo ujue ni ushujaa wako, tuna uhodari wako kupapasa papasa, kujaribu jaribu, kutumia kila nyenzo ambayo Mungu aliweka kwako, na nyenzo iliyokuu ni neno la Mungu ambalo ndiyo upanga wa Roho, silaha pekee
ya mashambulizi. Umeumbwa wakati huu ili uiokoe jamii yako. Umetokea wakati huu ili uiokoe jamii yako. Umeumbwa wakati huu ili uiokoe jamii yako. Umetokea wakati huu